Leo tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2025, mahakama ya hakimu mkazi wa Dar es Salaam hapa katika eneo la Kisutu imesikiliza kesi mbili za mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Antipas Lissu. Kesi hizo ambazo ya kwanza ilikuwa ni ile kesi ambayo anatuhumiwa kwamba anataka kufanya uhaini dhidi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maneno ambayo aliyasema tarehe 3 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Na vile kesi ya pili inahusika na swala la kusema kwamba alichapisha taarifa ambazo si sahihi mtandaoni ambazo zinasema maneno mbalimbali kuhusiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika kesi ya kwanza ilikuja chini ya hakimu mfawidhi Kiswaga wa hapa mahakama ya Dar es Salaam, mahakama ya hakimu mkazi Dar es Salaam. Na katika hoja hizo mambo ambayo yajitokeza ni kwamba leo kwa mara ya kwanza hii kesi kwa mara ya pili mshtakiwa Tundu Antipas Lissu amekuwa mbele ya mahakama ya wazi. Mara ya kwanza ilikuwa mahakama ya wazi siku ya tarehe 10 ambapo alikuwa ameshtakiwa tarehe 10 ya mwezi wa 4. Baada hapo ikatokea sintofahamu ya kuzuia watu kutokuja mahakamani. Lakini leo kesi hii imesikilizwa katika mahakama ya wazi, bali kwamba kulikuwa na changamoto nyingi sana za kuweza kupata watu wengi kuweza kuingia mahakamani, lakini idadi ambayo ilijaza ukumbi mahakama ulijaa iliweza kushiriki. Sasa katika kesi hiyo kwamba upande wa serikali umesema kwamba unaendelea na upelelezi, bado upelelezi haujakamilika, hoja ambayo ilipingwa vikali sana na mawakili wa upande wa mshtakiwa. Na hapo kumbuke ni kesi ya uchunguzi wa awali kwa sababu mahakama hii haina mamlaka ya kusikiliza hiyo kesi. Lakini hoja ya pili ni kwamba ambayo iletwa na mahakimu wa utetezi, mawakili wa utetezi, ni kwamba ile mshtakiwa pale kizimbani kuwa amezungukwa na maaskari. Mawakili wa utetezi tulipinga kwa nguvu zote kwamba anatakiwa, kuna ile dhana ya kwamba mtu anapoletwa mahakamani anatakiwa achukuliwe kama mtu asiyekuwa na hatia, na mwisho wa siku hakimu amekubaliana na sisi kwamba atakiwa anapokuwa kizimbani kuwa amezungukwa na maaskari. Kwa hiyo angalau kujenga heshima ya mahakama. Lakini amesema maagizo serikali au askari kufanya upelelezi namna gani wanaweza kuhakikisha usalama au kanuni gani zitaweza kuwaongoza kuhakikisha usalama unakuwepo bali kwamba hata pale mshtakiwa anapokuwa yuko kizimbani. Kesi ya pili, kwa hiyo kesi hiyo baada ya hapo ikawa imeahirishwa hadi tarehe hakimu akatoa agizo kwamba siku ya tarehe 2 ya mwezi wa 6 upande wa mashtaka uje na maelezo sahihi ya kuja kueleza mahakama upelelezi umefikia wapi. Kwa hiyo tuko hapo, lakini baada ya hapo hakimu alituruhusu kuweza kukutana na mteja wetu kwa nusu saa kwa sababu ni vigumu sana kwenda kule gerezani Ukonga na kuweza kukutana naye. Kwa hiyo tulipata nafasi ya kuweza kukutana na mteja wetu. Ilikuwa ni changamoto kuweza kuwaweka askari wa magereza watu wachie ule faragha ambayo tunahitaji kama mawakili na washtakiwa. Mshtakiwa anatakiwa kuwa nayo. Baada ya hapo kesi ya pili kaitwa ya kuchapisha taarifa za uongo. Basi ikawa kesi nayo imesikizwa mbele ya hakimu mfawidhi Muhini, na yenyewe ni kwamba upande leo mshtakiwa amefanikiwa kusomewa maelezo ya awali. Amekubaliana tu na vitu viwili, swala kuhusiana na majina yake na ni mkazi wa wapi, na kwamba alishikwa akaletwa kwamba kuna siku alishikwa akaja mahakamani kwamba anashtakiwa kwa makosa matatu ya uchapishaji wa habari za uongo, lakini hoja nyingine 8 mshtakiwa amezikataa. Kwa hiyo kuna hoja mshtakiwa amesaini na mawakili wake, tumesaini maelezo kwamba kuna mambo ambayo yanakubalika ni mawili katika yale 10, kwa hiyo mambo 8 yanabishaniwa. Upande wa mashtaka umesema kwamba utakuwa na mashahidi wasipungua 15, lakini wataangalia uzito wa mashahidi hao. Lakini upande wa utetezi tukadai kwamba tupewe ile taarifa ya yule mlalamikaji ambaye alikwenda kulalamika kule polisi, ambaye tumeeleza kwamba kuna mtu alikuwa anapitia kwenye mitandao akaona hizo taarifa ambazo zimechapishwa na Jambo TV na kwenye YouTube. Basi hakimu ameamrisha kwamba tupewe upande wa mshtakiwa apewe hiyo maelezo ya yule mlalamikaji. Kwa hiyo tunategemea upande wa mashtaka watatupatia hiyo taarifa mapema ili kuweza kutusaidia kuweza kujiandaa. Na mwisho wa siku hakimu upande wa utetezi kwa upande wetu tumesema kwamba tutatoa orodha ya mashahidi wetu na namna na nyaraka tutakazotumia pindi pale baada ya upelelezi upande wa mashtaka utakapomaliza kesi yake, na kama tutaonekana mshtakiwa na kesi ya kujibu, basi tutaweza kueleza mahakama tuna mashahidi